Nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la pili, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 18 aya 18 hadi ya 20, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 20 aya ya 17 hadi ya 28. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi 12 faragani, na njiani akawaambia, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya 3 atafufuka. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba, agiza kwamba hawa wanangu 2 waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu 2. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la Injili tulilolisikia hivi punde, tumesikia habari za mama ya wana wa Zebedayo akiwaombea nafasi kwa Yesu katika ufalme wake. Kipindi hicho Wayahudi walikuwa wakifikiria kuwa Masia ni kiongozi wa kisiasa, na hivyo mamlaka na utawala wake ni wa kidunia, na wale watakaokuwa na Masia kwenye utawala watapata mema ya kidunia, na atawakomboa katika utawala wa dola ya Kirumi. Lakini utume wa Yesu kama Masia ni kuanzisha ufalme wa Mungu kupitia mateso, kifo na ufufuko wake. Hivyo hawa mitume 2 pamoja na mama yao hawakulielewa hilo. Wapendwa taifa la Mungu, kabla ya hii habari, Yesu aliwachukua mitume 12 faragani na kuwatabiria juu ya mateso na ufufuko wake. Hii ni mara ya 3 katika Injili ya Mathayo ambapo Kristo anatabiri juu ya mateso yake. Yesu anawajibu Yohane na Yakobo kwa kuwauliza, mnaweza kunywea kikombe nitakachokinywea mimi? Mitume hawa 2 walifikiri kuwa Yesu anamaanisha furaha katika karamu ya kimasia katika ufalme wa mbinguni.
Yesu alikuwa anaongelea juu ya mateso na kifo chake, hatima ambayo kila mmoja wao ataipitia. Kwa kufanya hivyo, Yesu anatufundisha juu ya alama ya kikombe cha mateso, alama ambayo ilikuwepo katika Agano la Kale, iliyonenwa na manabii juu ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na Waisraeli kwenda uhamishoni. Alama ya kikombe cha mateso ya Waisraeli inatumika kumaanisha mateso ya Yesu. Alama ya kikombe inaonekana katika karamu ya mwisho katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 27. Pia inaonekana Yesu anaposali bustanini Getsemani katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 39 na aya ya 42. Hivyo alama ya kikombe inaunganisha mateso ya Kristo na utamaduni wa mateso ya Wayahudi wakati wa kipindi cha nyuma. Kikombe cha mateso kinaonyesha umuhimu wa Ekaristi. Tunaposhiriki kikombe cha Kristo ni pamoja na kushiriki mateso na kifo chake. Wapendwa taifa la Mungu, kuna mambo kadha wa kadha ya kujifunza katika somo la Injili ya leo. Dhana ya uongozi katika jamii ya Kristo ni kutumikia wengine na sio kutumikiwa. Wapendwa katika Kristo, nasi tunapewa mwaliko wa kuwatumikia wenzetu katika maisha yetu ya kila siku. Tujitahidi kuwahudumia na kuwatumikia wenzetu katika familia zetu, jumuiya zetu, jamii zetu na hata jirani zetu. Na tutalifanikisha hilo endapo tukijitahidi kuishi fadhila ya unyenyekevu, ambapo ni kujishusha ili kuweza kuwatumikia wenzetu. Endapo tukizingatia haya, tutakuta uongozi unaenda vizuri, kwani tutawajibika na kujitoa kwa ajili ya mema na maendeleo ya wengine. Pia tunajifunza kujitahidi kuelewa mateso ni sehemu ya maisha yetu. Tunafundishwa kuwa njia ya kuelekea utakatifu si rahisi, ni ya msalaba, na hivyo hatuna budi kuifata. Yesu anapowauliza mitume hawa wawili, mnajua nini mliombalo? Katika namna tofauti, Yesu anatuuliza nasi hivyo leo. Pale tunaposali na kuomba kuwa karibu na Mungu, inaweza kutokea tuselewe nini tuliombalo. Kama hawa mitume wawili pamoja na mama yao, tunaweza kufikiri kukua katika utakatifu inamaanisha kuwa Mungu atatulinda katika magumu yote, magonjwa na matatizo, akiyabadilisha na faraja, maisha mazuri, muungano mzuri katika familia zetu, mafanikio katika kazi na mafanikio katika maisha. Lakini hiyo siyo Injili. Injili siku zote inatuongoza katika msalaba, na tujitahidi kuibeba misalaba yetu ya maisha katika kumwelekea Kristo na siyo kukwepa misalaba yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frate Maximilian Lelo wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudie
asema Bwana. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema